Kufariki kwa mpishi wa Nchimbi na muda mchache baadaye kusikia Nchimbi anajiuzuru au amejiuzuru. Naomba nikuhakikishie vifo vingi hivi vya mapema hakuna mpango wa Mungu. Kuna mchambuzi mmoja wachambua wasema huyu binti ni pengine ile sumu ambayo ilitajwa na gazeti la Mwanahalisi kwamba kapewa sumu ya Lowassa hapa mwishoni wakati nafungiwa. Aidha aliagizwa apewe, akakamatwa na mafia wa upande wa Nchimbi wakati anatekeleza hilo, au aliagiza Nchimbi apewe hiyo sumu, lakini yeye akakaidi ko akamalizwa na waliomwagiza. Sasa hiyo tuache, mnasemaga kifo ni mpango wa Mungu, lakini ninachoambia kifo ni mpango wa CCM. Kwenye nchi yetu vifo ni mpango wa CCM na timu yao inayonufaika na mauaji na rasilimali za nchi. Lakini ninachokuja kuongea hapa ni kwamba ni rasmi, nchi yetu inaingia kwenye giza nene, inaingia kwenye levo ya juu ya dhuluma na uonezi ambayo karibu kila mtu, hata yule ambaye alikuwa anasifia kwa uongo, ataenda kuiona dhuluma kwamba dhuluma kumbe ilikuwa mbaya kuliko nyimbo nilizoimba, uchawa niliofanya. Kwa sababu wahusika wanachojivunia kwamba ikiwa tumeutafuna mfupa aliyoushindwa fisi, ikiwa tunaweza kumshughulikia, kumwangusha waliyemwita Yuda hapo mwanzo, yule ambaye yuko levo ya umakamu wa rais, tukafinya wa karibu yake asiwe na neno, yeye mwenyewe tukamwonyesha pa kukaa, kakae pale, akakaa. Hoja, nani utalalamika? Ukionewa utasikilizwa. Sasa naotaka nikwambie ni kwamba hao wenzetu wenyewe wako committed na mipango yao iko wazi. Sisi kinachotugharimu, tunahisi tukipanga kimya kimya ni ujasusi, hakuna itakalofanikiwa. Hapa siongei na Nchimbi peke yake, hapa naongea na wote mnaofuarafuaja huku chini, huku mnamung'unya maneno huku chini. Mmeona Nchimbi kaonyesha vyote vinavyoonekana unafiki. Mnaona vicheko hivi anavyocheka hapa na Samia. Pamoja na hayo ameshushwa. Nimesema wakati mwingi, ukiangalia wenyewe, angalia hizi picha za kina Abduli, ni hadharani, mipango yao ni hadharani kwamba okay, lolote mwelewe tuko pamoja na huyu mzee. Angalia mpango ya kina Abduli iko peupe. Sikiliza kidogo mpango wa Waislamu hapa, afu na kurudia. Naogopa nini mashekhe kusema? Anatokwa na rais imenyamaza kimya, inatokwa na serikali imenyamaza kimya, anatokwa na mawaziri imenyamaza kimya. Sasa mmepataje hiyo nafasi ya kuwa mashekhe na kuwa walimu na kuwa watu wa kufanya kazi? Sasa mmepataje hiyo nafasi ya kuwa mashekhe na kuwa walimu na kuwa watu wa kufanya kazi? Wenzetu wako committed, wanafanya mipango kwa wazi tu kabisa. Wanasema wewe kuwa shehe, wanaokupa ushehe na kinachoweza kufanya ubaki kuwa shehe, inatakiwa uwe unatetea uuaji, inatakiwa uwe unawatetea wauaji, inatakiwa uwe unawapigania, unawapambania wauaji, unawakingia kifua wauaji. Wenyewe kulia, kulalamika, kuuawa,
wanaita ni kutukana serikali, wanaita ni kumtukana rais. Lakini baya zaidi ni kwamba imetafsirika kulia kulalamikia dhuluma. Hawa sasa ndo wanaibeba, ni ajenda yao rasmi, wanaifunua hadharani, ni ajenda yao rasmi. Kutetea kulia kulalamikia dhuluma ni kumtukana rais, ni kutukana serikali, ni kutukana mawaziri. Hiyo naomba uelewe, wenyewe wamejionyesha dhahiri, mipango yao iko dhahiri, hawajaanza leo, iko dhahiri wakati wote. Abdul anapiga picha na Museveni hapa, hiyo ni na picha inapostiwa, kikao kinapostiwa, hiyo ni taarifa inatumwa. Tuna mahusiano mazuri na mzee, tayari yuko tayari kuhakikisha anasaidia kile anachotusaidiaga. Akina Mwangatere, akina ulimwengu wa roho, sisi tunaendelea na mipango ya chini chini. Nilisema kwa habari ya Nchimbi, nilisema kama moyo wake uko wazi kabisa, hapendi, si moja ya wanaonufaika, hafurahishwi na mauaji, dhuluma, uporaji unaoendelea Tanganyika, asijifiche, atoke tu peupe, aseme jamani, hapana, musipite kwenye mnachoita katiba. Hakuna, mimi nimeshaambia, hakuna atakayewapa katiba ya haki, hakuna atakayewapa katiba ya haki wakati anafanya dhuluma. Hakuna CCM itatoa hawa jamaa hawa nyoka hawa hawatatoa katiba ya haki. Hawa waitakiwa tu wakataliwe, wao wakataliwe. Viambieni vyombo vinyooshe tu maelezo, hawa wakataliwe tu, wakataliwe kwamba nyie kaeni pembeni. Katiba wanaweza kuleta watu neutral, wanaweza kuleta watu wasio na masilahi upande wowote wa kisiasa, watu neutral. Viambieni tu vyombo, viambieni vyombo, kila unayejijua unasikilizwa ama una nafasi fulani ya kusema uko upande wa Tanganyika, unaumizwa na kuuawa kwa Watanganyika, unaumizwa na kuteswa, dhuluma inayoendelea. Viambieni vyombo, ingilieni kati, simamieni watu, makundi yote ya kisiasa yakae pembeni, twende musimamie mchakato wa katiba ya haki, uwajibikaji na namna yoyote ya dhuluma. Mutoe tafsiri sahihi ya haki ni nini, dhuluma ni nini, ubaya ni nini. Leo hapa tulipo, shida ilipo ni kwamba walio upande wa CCM wanaosifia vya uongo na vya ukweli, wao wanasema kuua watu wasio na hatia ni uzalendo, ni maendeleo. Kudhulumu watu, kutesa watu, kuumiza ni maendeleo, ni kazi nzuri, ni maendeleo, ni udikteta wa maendeleo, ni mafanikio makubwa. Kuna ambao tunasema kuua watu, kutesa watu, kudhulumu watu, kuonea watu ni dhambi, ni baya. Sisi wote tunaonekana hatuelewani, wote tunaonekana kila mtu anavutia upande wake. Inatakiwa wale ambao hamujakuwa wazi sana, vyombo, najua kwenye vyombo nako mko wengi mlio upande wa wauaji, lakini njoni liwe wazi kabisa, njoni liwe wazi. Unajua shida wote mlio nayo, shida mlio nayo, kila mtu anataka siku atakayopiga mara moja tu pap ashinde siku hiyo hiyo, na hakikishia hakuna utakachopata. Muweko, tuko watu tayari wameua watu wetu wengi kwa sababu ya kutaka kuongea namna ambayo ingekuwa sawa. Muweko, kila mtu kwenye nafasi yako,
Kama ni kuuawa, ni kufungwa, ni kuteswa, njoni tuteswe, njoni tufungwe, njoni tuuawe, wakutosha. Mungu atatuhurumia kwa njia hiyo. Lakini unayedhani hakunaga shujaa, unapiga once pap, umeshakuwa shujaa. No. Shujaa ni lazima upurulile, ukutane na kisago, upigwe huku, upotee kule. Ndo maana makaburi mengi ni ya mashujaa. Kuna makaburi ya mashujaa waliokufa wakiwa wanapigania kitu fulani kiwe. Sasa sisi tunataka kuwa mashujaa, tunapita chini kwa chini, unachekacheka na nyoka kama akina Njimbi hao. Hapa anategesha na kichwa kabisa, kaliwa kichwa, na wengine mnaendelea kuliwa, wengine kimya kimya. Njia yetu ilipofika, tufike tu Mara, tuseme kila kitu kisimame. Mi niwaambia, ndo lugha tena, mutokee, sio kwa siri, tokeeni peupe, msioweza kusemea hapo. Nendeni mkaishi maisha ya kitumwa na mateso kama tunayoishi sisi. Tendeni tu, kakae pembeni, kaseme fulani bin fulani, jamani, pana hili na hili na hili, mimi najitokeza hivi, moja taarifa zilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Mwisho wa siku ifike Mara, kila kitu kisimame. Nje na hapo, yamewezekana haya kwa Nchimbi. Kimya ni amani. Haya, uzuri sisi wengine ishatunyeshea kitambo, tushavujiwa kitambo. Akiuawa mwingine, vijana wangu wako gerezani, wamekamatwa, wanateswa, wengine gerezani, wengine wako polisi, siku ya 20 ngapi leo. Likinitokea lolote zaidi, wakauawa, nikauawa, wengine tumeshazoea kulia. Hii ni kama inaingia awamu nyingine, inaingia, mnalia, mutalia, muliodhania mulikuwa upande wa waliokuwa wanawaliza watu. Nimesema mara kadhaa, acha inyeshe tuone patakapovuja. Nisikilizeni, nieleweni, njoni tutoke tu peupe. Lakini kama sivyo, basi acha inyeshe tuone patakapovuja. Hongera na asante kwa kunisikiliza.